Irani na Israeli wanapambana kuweza kutawala kile ambacho kinachoitwa kitaalamu kinaitwa hegemonic power. Hegemonic power ni uwezo wa taifa kuwa na uwezo wa nguvu za kijeshi, kiusalama, diplomasia na uchumi. Kwa hiyo Irani anajiona Mashariki ya Kati kwamba yeye ndio baba wa Mashariki ya Kati. Israeli ana mpango wa kuweza kutengeneza kitu kinachoitwa Greater Israel. Kuna kile ambacho kinachoitwa Zionism Movement, kuna Balfour Declaration mwaka 1917, Zionism Movement ambayo ilianza karne ya 19, mpango wa kuja kuitengeneza Israeli ambayo ina mipaka mikubwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kuanguka kwa Irani ni mafanikio ya kuweza kutengeneza Greater Israel, na ushindi wa Irani ni mkakati wa kuendelea kuakisi na kuendeleza ushawishi wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Irani amekuwa akitumia mashirika ambayo tunasema ni non state actors au proxy, Hezbollah, Houthi, Hamas, Katibu Hezbollah na Fanimion. Kwa nchi za magharibi wanataja kwamba ni makundi ya kigaidi, lakini kwa Iran wanasema kwamba haya ni makundi yake ya kimkakati ya kwenda kulinda na kusimamia maslahi ya kijeopolitiki. Hii maana yake nini? Maana ni kwamba sasa kuna mizania ambayo inaitwa balance of power, yani kuwa na uwezo wa nguvu wa ushawishi wa mawanda kimamlaka. Kila taifa likiweza kuangusha taifa lingine itakuwa ni ushindi vile vile wa upande mwingine. Kwa Marekani kuidondosha Iran ni mkakati wa kuhakikisha kwamba anaendelea kulinda maslahi yake ya kijeopolitiki. Unafahamu kwamba taifa hili ambalo linaitwa la Israel lilianzishwa katika Balfour Declaration mwaka 1917, Two State Solution mwaka 1947, tarehe 15 Mei 1948 David Ben-Gurion akatangaza taifa la Israeli. Kwa hiyo Israeli ni taifa la kimbinu la kimkakati ambalo limeanzishwa kusimamia maslahi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati.